kwenye swala la ndoa sio la majaribio, sio la kubahatisha. Ninyi vijana wa leo mnabahatisha kwenye swala la ndoa, na ndio maana mkikutana huko walembo ni nini, mwingine kavaa magunia yake, unaona dhania kule ana mzigo, kumbe ana mzigo, kaeka maboksi tu na magodoro, kaeka na magodoro tu. Ukisha ukienda kule malango hakuna cha godoro, kumbe chapati. Ninyi vijana wa leo mnabahatisha kwenye swala la ndoa, na ndio maana mkikutana huko walembo ni nini, mwingine kavaa magunia yake, unaona dhania kule ana mzigo, kumbe ana mzigo, kaeka maboksi tu na magodoro, kaeka na magodoro tu. Ukisha ukienda kule malango hakuna cha godoro, kumbe chapati. Leo naenda kumwangalia mchumba ana sura ya chungwa zaile. Kesho ukirudi naenda kumwangalia ana rangi ya zambarau. Kesho kutwa ana rangi ya zabibu. Kisha usiku nakuja kulala. Hivi yule ninataka kumoa ana rangi ya chungwa, ya zabibu, au ana rangi ya zambarau? Is up to you. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na pia kumtakia ziada rahma bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu watazamaji wa channel yetu pendwa ya Bani Saadi TV, tunawakaribisha tena katika kipindi chetu vijana na maisha. Na leo katika mada yetu itakuwa tofauti ya dating na uchumba. Leo mada yetu ya leo itakuwa tofauti ya dating na uchumba. Ni nini dating na nini uchumba? Dating ni neno linatokana katika lugha ya Kiingereza lenye maana ya date, na date ina maana ya tarehe, na date ina maana ya miadi. Sasa neno date ama miadi limechukuliwa huko nyuma, ilikuwa ikiwa ina maana ni wapendwa wawili kati ya mke na mume wanakutana kwa pamoja, aidha wanaburudika kwa kuangalia mandhari mazuri, au kukaa kutafakari future maisha yao, au wanakaa kwa pamoja kula au kutembea kama ilivyokuja katika aina za dating. Lakini pia kuna wale ambao wanatumia chati hiyo ya dating kama vile kutenda matendo ya uzinifu. Lakini asili yake ilikuwa ni mwanamke na mwanamume wanakaa pamoja kwa tafakari na kuangalia, je, wanaweza wakawa mke na mume? Au kwa lugha za kwao kule kwenye dating wanaangalia, je, inawezekana wakaishi pamoja, kwa na mapenzi wakaishi pamoja? Hiyo ndio lengo kuu la kitu kinachoitwa dating. Na kuna aina mbalimbali za dating, na sasa hivi watu wameimprove, wamefika mbali zaidi. Kuna dating na kuna app maalum katika mitandao ambazo watu wanazitumia katika kutafuta wapendwa. Lakini lengo kuu kwenye hilo si mtu anafikia lengo la kumpata mwenza sahihi, kwa sababu aghlabu ya unatumia dating kwamba wengine ni waongo. Na maana gani? Yaani mtu mmoja anaweza ka dating na wasichana zaidi ya kadhaa, au msichana anaweza ka dating na wavulana kadhaa yani. Sasa wengi hao na dating nao yupi ni changamoto kubwa ambayo unaweza ukaipata kiasi kwamba usifikie malengo yako ya kukidhi kimaisha, na hatimaye utaangukia pabaya na utampata mtu ambaye sio kwako, utakaishi naye kwa wakati mdogo, utafanya naye usinifu, hata kupotezea malengo yako ya maisha. Maana tumesema kule nyuma vijana watakiwa uwe na malengo ya maisha yako. Unamoa nani? Unaishi naye nani? Sasa usipokuwa makini, ukiwa una date na wanawake wengi au na wanaume wengi, utafikia hatua kwamba hutompata mwanamume sahihi. Kwa hiyo be careful, kuwa mwangalifu. Na sasa hivi tofauti ya zamani kabisa. Zamani wasichana wanataka kuolewa au fulani wanataka kuoa, familia husika ndio ilikuwa inamtafutia mtoto wao mume au mke. Lakini tofauti ya leo kwamba vijana wa kike na kiume wenyewe tu wanatafutana, then wao wanachukuana mpaka kwa wazazi. Kuna kitu wanachoita
kwenda kutambulishana, wanaenda kutambulishana huko kwa wazazi. Yaani wao washaamua kila kitu, washaamua wataishi vipi, mahali itakuwa vipi and so on. So wazazi wao wanakuwa ni kama vile kusaini tu ama kubariki. Na ndio maana kwenye mitandao ya kijamii leo utakuta wale wasanii wanaotengeneza filamu zao, kijana anamleta msichana kuja kutambulishwa kwao. Baba anamwangalia yule msichana wenyewe, anaangalia kwamba kuna tofauti mashariki na magharibi kati ya binti yao au kijana wao wa kiume na huyo ambaye ameletwa kuwa eti ndio aje kuingia katika familia yao. Wapo wanarudishwa. Lakini taratibu hizi zingekuwa zinafuata ule msingi wa zamani uliokuwa ukifanywa na wazee wetu. Mtoto anapotaka kuoa kwanza anatoa taarifa kwenye familia, baba, mimi nataka kuoa. Familia inakaa inaangalia mtaani au kwa ndugu au ni binti gani ambaye anafaa kuolewa na mtoto wetu. Hivyo hivyo kinyume chake, msichana anataka kuolewa, pia anaangalia mvulana gani mtaani anaweza akawa ni sahihi kabisa, ni chaguo sahihi la mtoto wetu. Lakini leo kwa bahati mbaya dating imechukua fursa kwamba ndiyo sehemu ya kuchaguana waoanaji wawili. Hatimaye kumetokea changamoto nyingi. Changamoto nyingi zipi? Vile anapomwangalia katika hatua ya mwanzo sivyo atakapomwangalia akisha kuwa amekuja katika ndoa halisi. Yale maisha ya ndoa na maisha ya kidating tofauti. Kwa nini? Wengi katika maisha ya dating wanaleta usanii, wanaiga, lakini sio halisia wa maisha yao. Sio halisia maisha yao vipi? Yaani kwenye kipindi cha dating kusema kweli, matumizi makubwa sometime, au atajionyesha kwamba ni mzuri sana, kutumia vipodozi na kadhalika, lakini kisha wala atakapokuwa sana kuja kutumia kwa hali halisi natural. Kumbe mzee wa miaka 10 iliyopita huko. That is a problem. Sasa kuna changamoto kwenye dating kusema ukweli. Sasa ni njia zile tu zilizosalimika za wazee wetu ambazo walikuwa wanazitumia. Na hiyo inasaidia kusema kweli, kwa sababu wazazi anatoka yeye anaenda kwa mzazi mwenzie, anashauriana naye. Bana mimi binti yangu au mtoto wangu au mvulana wangu ashakuwa ataka kuoa. Hivi unavyoona hapa mtaani hapa, kuna msichana gani mwenye adabu zake na heshima zake? Au wao wanafanya tafiti kwenye familia nani anafaa. Lakini leo hicho kitu hakipo, na ndio maana hata ikifikia umekubaliana wakaja kuoana, hizo ndoa zimedumu sana. Ina miaka mingi ndoa mwaka mmoja, lakini nyingi katika ndoa ambazo za kudating kwenye mitandao, ufukweni, kwenye maeneo ya kazi and so on, huwa hazifikishi zaidi ya miezi 7. Na hili vijana mnalijua. Tatizo liko wapi? Kiasi kama talaka leo zimekuwa ziko nyingi mtaani. Vichosa, niliolewa na mtoto mmoja. Dating hiyo. Huyu anasema nilioa na mtoto mmoja, msana kakukimbia, kakuachia mtoto. Dating hiyo. Lakini wazee wetu wa zamani wao walikuwa katika utaratibu maalum mzuri ambao walikuwa wanaofuata. Achilia katika dini, utaratibu wa dini, lakini ile familia kama familia walikuwa wana kitu kizuri wanachofanya, taratibu mzuri, mpangilio mzuri wa kuweza kuwatafutia watoto wao wenza wao. Sasa basi, baada ya kuangalia hiyo maana ya date kwa fupi, mgawanyiko wa date na kadhalika, hebu sasa tuangalie katika Uislamu date ama uchumba ukoje. Uchumba katika lugha ya Kiarabu inaitwa al-khitaba. Khitaba kwamba mume anaenda kuposa kwenye familia fulani, au pia kinyume chake, inawezekana familia ya kike ikatoka ikaenda kuposa kwenye familia ya kiume. Aidha mzazi atakwenda direct kwa familia ya kike, au mzazi wa kike atakwenda direct kwa familia ya kiume, au inawezekana pia vile vile akatumwa wakili ama mshenga kwa lugha ambayo tumeizoea. Anakwenda kwenye familia husika, anazungumza, jema tumemwona binti hapa, anawasifu 1 2 3, 1 2 3, sisi kama familia tunahitaji kumposa. Familia inakaa nayo inamchunguza huyo aliyeleta hizo posa ama taarifa ya uchumba. Je, anafaa? Kwa sababu maagizo ya dini kupitia hadithi sahihi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinasema, man ataakum man tardawnahu dinakum wa khuluqa fazawijuhu.
Yule atakayekujieni nyie mtu ambaye mnamridhia dini yake na tabia zake, basi muozesheni. Kwa hiyo familia husika inafanya uchunguzi sahihi wa kujiridhisha na maswali mengi mpaka waone kwamba huyu ni sahihi. Kijana wangu mmoja Allah mpe fanjemo konjeo kwa aliko, na akisikia maneno haya nisamee bure, lakini katika mfano tu afan ili kujenga jamii jinsi gani wanaweza wakafanya hii hali ya uchumba. Anasema wakati yeye anachumbia sehemu fulani, wale wazazi walitoka na magari wakaenda mpaka kijijini kwao alikozaliwa baba yake, kwenye asili maeneo ya Tanga kwa Lushoto siji wapi huko, wakatafuta jina la mzazi wake, familia yake, wakajua A to Z. Haikutosha, wakarudi mtaani alipokuwa anaishi, kule alikokuwa anafanya kazi, wakauliza ukijana vipi, anashughulika nini, tabia zake ziko vipi. Anasema kijana huyu wallahi alishangaa siku alipoitwa sana kwenye familia pale, akaambiwa wewe unaitwa fulani bin fulani, ndio. Baba yako jina lake fulani bin fulani, ndio. Wewe umezaliwa, baba yako azaliwa sehemu fulani maeneo fulani, ndio. Wewe unajua unafani hii na hii na hii na hii, ndio. Wewe, yani wanamueleza mtu ambaye wanamjua. Sasa basi kijana wetu wewe, baada ya kufanyia tafiti, sisi tumeridhika tukupe mke. Kwa hiyo hawa ni wazazi ambao wamekea swala zima la mtoto wao, wanahakikisha kwamba kule wanakokwenda kumposa au kuolewa binti yao kunakuwa salama. Kwenye swala la ndoa sio la majaribio, sio la kubahatisha. Ninyi vijana wa leo mnabahatisha kwenye swala la ndoa, na ndio maana mkikutana huko walembo ni nini, mwingine kavaa magunia yake, unaona dhania kula na mzigo, kumbe ana mzigo, kaeka maboksi tu na magodoro, kaeka na magodoro tu. Ukisha ukienda kule malango hakuna cha godoro, kumbe chapati. Shida inaanza hapo. Unaona dhania na nywele mpaka kiunoni, kumbe nywele zenyewe za mkonge kazisuka kaziweka hapo, akija katika walisia hakuna kitu. No. Na ndio maana Uislamu kupitia hadithi sahihi za Bwana Mtume, masahaba wa Mtume SAW, wao walielekezwa jinsi gani wanaweza kuchagua mchumba. Miongoni mwa sharti hizo, unaruhusiwa kwenda kumwangalia mchumba kwao, na sheria imesema tu unaruhusiwa kumwangalia uso na kuangalia vitanga viwili vya mikono. Walitokea baadhi ya sahaba wakarudishwa na Bwana Mtume, umemwangalia, sijamwangalia, nenda kamwangalie kwanza. Kwa nenda kumwangalia kuna walisia. Nini maana yake? Uso ni sehemu ambayo tukufu ya ukarimu. Sasa leo vijana poleni sana katika kudeti. Leo nenda kumwangalia mchumba ana sura ya chungwa. Zaile. Kesho ukirudi nenda kumwangalia ana rangi ya zambarau. Kesho kutwa ana rangi ya zabibu. Kisha usiku unakuja kulala. Hivi yule ninataka kumoa ana rangi ya chungwa, ya zabibu, au ana rangi ya zambarau? Is up to you. So katika Uislamu sasa, kwamba unaenda unamwangalia, unahojiana naye mbele ya familia yake, mbele ya maharimu zake, kiasi kwamba kusema kweli unapata majibu sahihi kabisa, na wao wanapata majibu sahihi kutoka kwa wewe baada ya kukuona. Lakini leo tunachukua na kwa juu, ndugu zangu, sio hivyo. Na ile dating yenu, moja katika hasara zake, tayari mshakurubia kwenye zina, na kule Uislamu nakataza, Allah anakataza, anasema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Kitendo cha kukaribia zina, cha kukaribia au zinifu ni jambo chafu, wala msilikurubie, Uislamu umekataza. Lakini kwenye uchumba wa Kiislamu mnakwenda pale, mnakutana na familia, maswali yasiyokuwa na maana pale hayapo, kumwangalia kusoko kwa maana kunakuwa hakupo. Kwa hiyo maana yake unakuwa na uhakika kwamba huyu ni mume sahihi au huyu ni mke sahihi. Kwa Uislamu peke yake ndio umeweka taratibu za kuchagua mchumba. Ukiridhika naye, taratibu zingine zinafuata za posa na kadhalika na kadhalika. Lakini leo wanakutana juu kwa juu. Vipi, safi, poa, namna gani, bomba?
Haya, mahali bei gani? Oh, mahali 300. Haya, baada ya 300 kashatanguliza kila nusu, binti kashakula. Kesho na kesho kuta anakuja kuambia baba yule ambaye anasimamia madaraka ya binti, nataka kuolewa na nani na fulani. Mahali 100,000 tu, lakini kashatoa. Sisi wazazi mbona hatujaiona hiyo mahali? Wanaanzisha kibebe ndio haiwi. Shida yaani vijana kusema kweli sasa hivi mnatusumbua sisi mashehe katika masuala yenu mazima mnapotaka kuoana. Shida mnatusumbua. Na wazazi mnawasumbua, walezi mnawasumbua. Be careful. Kwani waangalifu vijana. Hebu tafuateni taratibu zile za wazee, fuateni taratibu za mashehe na dini ya Kiislamu inavyoelekeza. Vinginevyo utaolewa kabla hujafikia umri wa miaka 45 au 40, ushaolewa vingu 10. Sababu nini? Sio kuna waji, sababu mmekosea njia ya kutafutana kwenu, mmekosea njia ya kuchumbiana kwenu. Ndugu zangu, maudhui yetu ya leo katika kipindi chetu cha vijana na maisha, tunaangalia tofauti ya dating na uchumba. Dating tumeiona na hatua zake na maana zake, lakini pia tumeona kwa ufupi swala zima la uchumba katika dini ya Kiislamu. Vijana, msiogope kuoa eti kwa ajili ya kuposa kwa taratibu hizi. Hizi ndio taratibu ambazo zitakufanya wewe upate mke mwema. Mke mwema anafanyiwa tafiti. Mbona mnapotaka mishemishe zenu za kwenda kuchunga madhahabu manini mnatafuta wataalamu? Iweje leo ni swala zima la kutafuta mke ambaye atakuwa ndio mama wa familia yako? Msitafute wataalamu kwenye hilo, msitafute wajuzi kwenye hilo, mnakurupuka tu vijana. Hii sio sawa kusema kweli. Kwanza mnadharau familia zenu, wazazi wenu, mawali wenu kwa kufanya vitu kila kitu mnachojiamulia wenyewe. Hii sio sahihi. Hebu turudi nyuma, tukae pamoja, tushauriane ili kama mke upate mke bora na kama mume upate mume bora. Sasa wewe mtu yuko UK kule United Kingdom, kule Uingereza kule. Wewe uko hapa, wewe utamjua? Yeye atakuja kwenye Snapchat yako au kwenye hiyo dating yako, kwenye screen, kwenye kamera, kavaa hivyo. Lakini live inakuwa tofauti. Je, unawezaje kujua maisha yake kule anaishi vipi? Rafiki yake humjui na nani humjui? Hii shida. Hebu kweni waangalifu basi katika sura kama hiyo. Fanyeni tafiti kwa wale ambao mnataka kuoa au mnataka kuolewa nao, ili tufikie malengo ya kujaza umma huu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyotuambia, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Oweni. Hadithi nyingine akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa inni ubahibukumul umama yawmal qiyamah, mimi nataka kujisifu kwenye umma mwingine siku ya kiyama kwa kuwa na umma mwingi. Sasa tuwe na umma mwingi uliozaliwa katika halali, sio tuwe na umma mwingi ambao uzaliwa kwenye njia za tofauti ambazo zinaita gharama kubwa na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Lakini cha msingi tujue kwamba posa zina taratibu zake na dating si mfumo sahihi wa kupata mwenza wako. Kimsingi tunachotaka kukisema kwenye mada yetu hii, tofauti ya dating na tofauti ya uchumba katika Uislamu tumezieleza kwa ufupi. Kinachotakiwa sasa, kama wewe hujui na mwenzio hajui, unachotakiwa hii clip yetu, video yetu kwenye kipindi chetu hiki, channel yetu hii, share kwa wengine, subscribe, like, na kule ukenda weka comment zako, wasambazie wengine ili wajue tofauti ya dating na uchumba, ili faida ipatikaniwe kwa wengi, kwa vijana wengi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.